Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu yangu mpenzi mfuatiliaji wa darasa zetu, kokote pale ulipo, amani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwe juu yako na rehma zake na baraka zake. Ndugu yangu mpenzi mfuatiliaji wa darasa zetu hizi muhimu tunazozileta, lengo letu, nia na madhumuni ni kukusaidia wewe kutambua namna gani unaweza ukajinasua katika shida mbalimbali kupitia adhkari mbalimbali, ayatul Qur'aniya mbalimbali na dhikri mbalimbali insha Allahu alkarim, ili uweze kujisaidia katika matatizo yako na shida mitihani inayokuandama. Ama siku ya leo nataka nikufundishe namna gani unaweza ukajipima wewe mwenyewe kujua, je, mimi nimerogwa au mimi nina hasad au mimi nina kijicho. Unaweza ukajifanyia kipimo wewe mwenyewe kujijua kwamba mimi nitakuwa nimerogwa, ama mimi nitakuwa nina hasad, ama mimi nitakuwa na kijicho. Watu wengi wamekuwa wakihangaika, mtu hajui, ana wasiwasi, matatizo yake yanayomwandama, shida zake zinazomwandama, anashindwa kuelewa, mbona nimehangaika sana, mbona nimefanya hivi. Sasa anashindwa kupata ufumbuzi wa lile jambo lake. Je, lile jambo ni uchawi? Je, lile jambo ni hasadi? Je, lile jambo ni kijicho? Je, amefungwa huyu mtu au amefanyaje? Lakini leo insha al-Maula jalla jalaluhu na kwenda kukufundisha namna ya kujipima wewe mwenyewe ili uweze kujua, je, mimi nitakuwa nimerogwa, ama je, mimi nitakuwa na hasad, ama mimi nitakuwa na kijicho. Lakini pia nitakurekomendi hapo insha Allahu Taala kwamba namna gani unaweza ukajitibu matatizo hayo, ama namna gani unaweza ukajisaidia ikiwa utapata ahwali hizi. Aina hii ya kujipima wewe mwenyewe kujua umerogwa ama haujarogwa, ama una hasadi ama hauna hasadi, ni katika mfumo wa kufanya baadhi ya aya na sura nitakazokuelekeza na kusikilizia wakati ukizifanya zile aya na zile sura, hali gani utakuwa ukizipata katika mwili. Zile hali utakazokuwa ukizipata ndio zinaweza zikakupa indication kujua mimi nimerogwa, ama mimi nina kitu fulani, ama mimi nina uchawi, ama mimi nina hasad, ama mimi nina kijicho. Naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie darasa hii toke moyoni mwangu na iende kukita katika nyoyo zenu, ili muweze kufahamu namna gani ya kujinasua katika shida, mitihani na misukosuko kama hii. Sasa ikiwa una matatizo ambayo yamekuandama muda mrefu na una wasiwasi, je, hii itakuwa ni kurogwa ama si kurogwa? Ikiwa una mambo unayafuatilia unaona yamekuwa magumu na una wasiwasi, hii ni kurogwa ama si kurogwa? Ikiwa mambo yako yote yameharibika, unajitahidi kutaka kujua, unataka upate uhakika wake, je, hii itakuwa ni sihiri? Je, hii itakuwa ni hasadi? Je, itakuwa ni kijicho? Na haujui, basi fanya hivi nitakavyokuelekeza. Tafuta moja katika masiku ambayo utakuwa una wasaa mzuri, na hii ni bora zaidi mtu akaifanya nyakati za asubuhi, yani baada ya swala ya asubuhi, na nikiwa na maana kwenye majira saa 12 kama utakuwa una nafasi. Ukishindwa kabisa, basi unaweza ukaifanya hata usiku pia, si tatizo la aina yote, na maana muda ule wa baada ya swala ya Isha na kusudia kuanzia majira saa 2:30, saa 3, saa 4, saa 5. Hayo ndio majira mazuri ya kuweza wewe kujipima na kupata kujijua, je, mimi nitakuwa nimeathirika na jambo hili ama la. Sasa baada ya kuwa umeandaa muda huo, na hili linafanyika katika siku yoyote, katika wakati hizi nilizozitaja ndio bora zaidi. Unaweza ukafanya wakati wowote, lakini hizi nyakati mbili, ima asubuhi ama usiku kuanzia saa 2:30 baada ya swala al-Isha, ni bora zaidi. Na siku ni siku yoyote unaweza ukafanya, haina siku maalum, ni siku yoyote unaweza ukafanya. Na mimi ninashauri usifanye mara moja tu, fanya zaidi ya mara moja. Yani ukifanya zaidi ya mara moja itakuwa ni bora zaidi. Unaweza ukafanya mara 3, unaweza ukafanya mara 5, ama unaweza ukafanya mara 7, kwa sababu wakati mwingine sihiri zingine zinakuwa zimefichikana mbali, vifungo vingine vinakuwa viko mbali. Kuweza mpaka kujihisi zile alama inakuhitaji masiku kadhaa ya kufanya programu hii nitakayokuelekeza hapa, ndipo unaweza ukawa ni mwenye kujibaini. Cha kwanza kabisa, chukua udhu wako uliokamilika. Chukua udhu wako mzuri kabisa. Baada ya kuchukua udhu wako uliokamilika, insha Allahul Karim, nenda kaketi katika msala wako. Baada ya kuketi katika msala wako, sasa utafanya haya nitakayokuelekeza hapa. La kwanza kabisa, baada ya kuwa umeketi umeelekea kibla, yani katika ile msala wako umeketi na umeelekea kibla, cha kwanza kabisa utaisoma suratul Baqara kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ya 5. Suratul Baqara unaisoma aya ya kwanza mpaka aya ya 5. Hizi unarudia mara 21. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم
ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Aya 5 hizi. Sasa hizi ukishaisoma mpaka hapa aya 5 inakuwa ni mara moja. Kwa hizi unazirudia mara 21. Aya ya kwanza mpaka ya 5 unazirudia mara 21. Lakini wakati huo unapozisoma unakuwa uko katika hali ya utulivu, yani umeituliza nafsi yako, alafu unakuwa unajisikilizia ni hisia gani utakazokuwa unazihisi na unazipata. Kwa hiyo aya ya kwanza mpaka ya 5 mara 21. Baada ya kumaliza unakwenda kusoma Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardh, mpaka mwisho wa aya. Hii nayo pia unaisoma mara 21, huku unajisikilizia, nisikilize vizuri, huku unasikilizia ni hisia gani unazozipata wakati unasoma. Sasa baada ya kumaliza Ayatul Kursi utasoma Suratul Falaq, qul a'udhu birabbil falaq mara 21, alafu utakuja kusoma Suratul Nasi mara 21. Sasa hapa kama utakuwa umeshibiwa na uchawi, kuna alama utakuwa unazihisi. Kama ni uchawi, nisikilize, alama za kwanza za haraka kabisa utakazozihisi, utahisi mwili wako kama unachemka hivi, unapata joto, kana kwamba yule mtu ambaye anachemka kwa homa ya malaria. Unaweza ukahisi hali hiyo. Alafu pia utahisi hali ya mgongo wako kuwa mzito, kana kwamba umebeba kitu hivi. Mgongo utauhisi mzito sana. Unaweza ukahisi kifua kinabana kama unakosa pumzi. Kwa wanawake unaweza ukahisi kama katika upande wa titi la kushoto wako hapa kama panabana na unakosa pumzi. Hii inaweza kutokea kwa baadhi ya wanawake. Lakini pia unaweza ukahisi tumbo ili wakati unasoma zile aya unaweza ukahisi tumbo lako linavuruga, tumbo lako linanyonga na ukawa unapata maumivu chini ya kitovu. Jua kabisa hizi ni alama za wazi kabisa za mtu aliyerogwa. Lakini wakati mwingine utakuwa unajihisi kama unataka upoteze network, ukate moto, vijana wanasema kama vile unataka kupoteza, duniani upo akhera upo. Hizi hali zikikutokea wala usiwe na shaka kabisa kuwa wewe utakuwa umerogwa. Na dalili nyingine, unaweza kuwa unahisi maumivu ya kichwa ya upande mmoja. Wakati unasoma unahisi kichwa kinauma na unahisi macho mazito, kama unatazama mushaf basi unahisi kama unakuwa hauoni. Ama unaweza ukahisi ulimi wako unakuwa mzito, ulimi unakuwa mzito, unashindwa kusoma. Jua kabisa tayari ndugu yangu umepigwa chuma, na wala usiwe na shaka kabisa katika hilo. Lakini kama una hasadi, kuna dalili chache utazihisi. Kama una hasadi au kijicho, kuna hizi dalili utazihisi. Ukizihisi dalili hizi, jua wewe una hasadi na una kijicho. Na ukizihisi zote kwa upamoja, basi jua wewe una uchawi na una hasadi na una kijicho. Ukiona kijicho, cha kwanza kabisa utahisi usingizi mzito sana. Jua wewe una hasadi, jua wewe una kijicho. Wakati wa kusoma utahisi usingizi. Yani unasoma huku unapambana, unahisi uzito mkubwa kabisa, yani jua hapo una hasadi na una kijicho. Jambo la pili, unaweza ukahisi mwili wako wote umekuwa mzito, kama umebeba kitu cha tani moja hivi au tani mbili. Unahisi mwili wako umekuwa mzito sana. Jua wewe una hasadi, jua wewe una kijicho. Jambo lingine utakalokuwa ukilihisi pale, kama wewe una hasadi ama kijicho, utahisi hizi mabega yako haya unahisi yanakuwa yamechoka kupita kiasi. Mabega na hizi jointi za mikono pamoja na hii miguu unahisi zimechoka kupita kiasi. Lakini kama una hasadi, wakati unasoma utakuwa unajihisi tafrani fulani ambayo unashindwa kumhadithia mtu tafrani hii, namna unavyoihisi na namna unavyoisikia. Unajihisi kuna hali fulani ambayo wewe huwezi kuieleza katika hali ya kawaida. Ukihisi hali hiyo, jua mimi na hasadi, jua na mimi na kijicho. Sasa zile hali nilizozitaja mara ya kwanza na hizi hali nimezitaja mara ya pili, zikikusanyika hizi pamoja, basi jua ndugu yangu wewe, la shaka fihi, utakuwa umerogwa na utakuwa una kijicho na utakuwa una hasadi. Namna gani sasa unaweza ukajitibu haya? Insha al-Maula jalla jalaluhu, kuna darasa nyingi tumeziweka namna ya kujitibu juu ya uchawi, namna ya kujitibu juu ya kijicho, na insha Allah taala katika darasa zijazo pia tutajitahidi kuendelea kuleta darasa mbalimbali ili mjue namna gani ya kujinasua na mambo haya. Sasa ukishajua haya, haraka kabisa chukua hatua ya mapema kabisa ili uweze kukabiliana na masala haya. Watu wengi wamekuwa wakihangaika, watu wengi wamekuwa wakiteseka, lakini wakati mwingine hajui, je, hii ni uchawi ama je ni hasadi ama je ni kijicho? Hizi hinti kadhaa nilizokupa zinaweza zikakupa mwongozo ndugu yangu, na ukaweza kujua namna ya kujisaidia. Shukran lakum, jazakumullahu khaira, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shukran lakum.